Ninakukaribisha tena jioni ya leo katika jina la Yesu. Mtazamaji wa Gospel Voice TV, ninakukaribisha tena kwa ajili ya ukuu wa Bwana katika maisha yetu, ambaye kwa uaminifu wake ametulinda na kutufikisha umbali huu. Hatuwezi tukajivunia ni nguvu zetu wala uwepo wetu, bali ni kwa mamlaka na uwezo wake. Na ninatukuza jina la Bwana kwa kunipea hii nafasi tena ya kuweza kunena na wewe. Wale ambao tunaonana mara ya kwanza ama ni mara yako ya kwanza kunitizama, naitwa Reverend Raphael na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mchungaji katika mji wa Meru, na pande hii ya Meru Yesu anatenda makuu. Nataka tuombe tuingie kwa neno ambalo Yesu alisema ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake, bali ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Na niko na imani ya kwamba siku ya leo atatuhudumia zote, na kwa fadhili zake tutapata mwafaka na nuru katika maisha, na ni kwake Yesu tumeomba. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya hii nafasi umetupatia ili tuweze kushiriki neno lako. Ninaomba ya kwamba unipe usemi mbele ya watu wako, na yale ambayo tutakayoongea yalitukuza jina lako, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba na kuamini. Amen. Jioni ya leo ningependa tuongee kuhusu the mysteries of life. Yaani mambo ambayo mwanadamu hawezi elezea katika maisha. Ndio nimesema mystery. Mystery ni naweza nikasema na Kikuyu keriga kia maisha. Mambo ambayo katika maisha huwezi elezea ni nini huwa inafanyika. Na niseme maneno haya ya kwamba katika maisha ya mwanadamu kuna kitu huwezi elezea. Katika maisha ya mwanadamu kuna kitu huwezi elezea. Na ni vizuri tuseme ya kwamba hata Suleiman na hekima yake yote anasema kuna vitu huwezi elezea. Suleiman alielezea hivyo, na akasema kama vile merikabu inatembea katika baharini, yani huwezi elezea ile uzito wa ile merikabu na kuelea kwa maji. You cannot explain ni nini huwa inafanyika ndio iweze kuelea. Na hizi ni baadhi ya vitu ambazo mwanadamu akipima katika maisha, kuna vitu huwezi pata majibu, kuna vitu huwezi elezea makusudio na matukio kwa nini inafanyika. Mwanadamu huwa anatafuta answer kwa kila kitu. Unakuta ya kwamba kwa hesabu yoyote mwanadamu hufanya, anataka apate majibu. Kwa kila kitu anachokifanya katika maisha anataka apate majibu. Lakini maisha vile yalivyo, kuna vitu huwezi elezea, kuna vitu huwezi nakiri na ushike na useme hii imefanyika kwa sababu hii, ama hii imefanyika kwa sababu hii. Na kwa ajili ya hiyo ninataka nikwambia kwamba kuna vitu ukiulizwa kwa nini zilifanyika hutaweza kuelezea. Hii ni kusema ya kwamba kuna mapigo utapokea kwa maisha, sio kwa sababu ulitenda dhambi. Hapana, hivi ni kusema ya kwamba hautaelezea hii imefanyika kwa nini. Na ni vizuri tuseme maneno haya ya kwamba you can do all things right. Unafanya kila kitu katika ile misingi na njia ile inastahili, lakini baada ya kufanya hiyo yote the way it is supposed to be done, unakuta ya kwamba kuna vitu hazikufanyika sawa, kuna mambo haikutendeka. Ninamaanisha hivi, umelea watoto wako katika ile misingi inaitwa misingi ya kiungu, ya kwamba hata ukiangalia you have done the right thing. Kama ni kuwaombea, umewaombea. Kama ni kuwapeleka shule, uliwapeleka shule. Kama ni kuwafundisha maadili ya kijamii, vile mtoto anatakana akae, umewafundisha maadili ya kijamii. Kama ni kuwafuatilizia na sadaka, unawatolea hata sadaka kanisani. Alafu baada ya hao watoto kuwalea katika hiyo misingi, kuonyesha the right path, the right way, mwishowe unakuta ati ya kwamba mmoja wa hao watoto amekuwa kahaba. Mpaka wewe mwenyewe ukiangalia unashindwa, what has happened? Ni nini hiyo imefanyika? Maana umefanya kila kitu vile inavyostahili. Baada ya kukamilisha kila kitu, baada ya kuifanya the best way, baada ya kuifanya the right way, ati ya kwamba mtoto mmoja amefanyika kahaba. Mpaka wewe mwenyewe unashindwa, ni kumfundisha si kumfundisha, ama ni nini hii nilifanya makosa? Hizi zinaitwa mystery of life.
vitu ambazo kwa maisha hauwezi elezea. Umelea mtoto vizuri, umefundisha ukafundisha njia za Mungu, ukalelea kanisani na ukaombea, mwishowe kijana mmoja amevuta bangi, mpaka unashindwa ni nini hii imefanyika, ya kwamba mbona ninapokea haya. Ni vitu ambazo ni mzito katika maisha ya mwanadamu. Ninamaanisha hivi, wewe ni mfanyikazi mzuri, umefanya kazi katika misingi na ile njia ya kwamba kila mmoja akiulizwa fulani kwetu kazini, he is the best. Haujawahi ingia kazini kuchelewa, haujawahi toka kazini masaa ambayo haistahili, na siku ile haukuingia kazi ukaomba ruhusa. Yani unafanya vile inavyostahili, haujawahi zebea kwa hiyo kazi. Baada ya kufanya hiyo yote, alafu unasikia kwamba umefutwa kazi. Yani unajaribu kuunganisha what has caused this. Maisha ya mwanadamu iko namna hiyo, ya kwamba kuna kitu katika haya maisha you cannot explain. Hata baada ya kupima zote, unakuta kuna kitu kimefanyika vibaya, hauwezi elezea. Na maanisha hivi, ya kwamba ni mchungaji, amelea watoto wake vizuri, amewaombea, amefundisha watoto, in fact watoto wa wachungaji hulelewa kanisani kutoka akiwa mdogo. Kama mchungaji aliitwa watoto wakiwa bado hawajazaliwa, unakuta kamezaliwa day one, kakapelekwa kanisani, kakafanywa dedication, kamekulia Sunday school, kameenda brigade, kameenda katika kila njia, kamefundishwa misingi yote ambayo ya Mungu na njia zote za Mungu. Mwishowe unakuta huyo mtoto amevuta bangi. How can you explain that? Hakuisoma kwa babake, hakuisoma kwa mamake. Hata tukisema tuangalie, utakuta babake hajaivuta bangi, utakuta mamake hajaipiga umaraya, na huyo mtoto ameingia katika misingi ya umaraya. Unakuta there is something in this life hauwezi elezea, ya kwamba mtu ni intercessor, umeombea watoto wako, umeintercede kwa mwili wa Kristo. Yani unakuta ya kwamba njia zako zote zile umeshikilia ni kushikilia mwili wa Kristo, usiwahi anguka. Umeombea kanisa, umeombea ibada, umeombea praise team, umefanya kazi ya intercessor katika nyumba ya Bwana. Baada ya kufanya hiyo yote, unakuta ya kwamba watoto wako wote, hakuna mtoto ataoreka, hakuna ameoa, hakuna ameoreka. Ama pia yule ambaye ulikuwa hutarajii anashika miba na anazalia kwako, mpaka watu wa kanisa unashindwa nitawaambiaje ya kwamba msichana wangu alizaa. Yani unakuta ya kwamba all things are turning against you. Hivi ndivyo maisha ilivyo. Kuna vitu katika haya maisha huwezi elezea. Nisema hivi, ukitizama mtu kama Ayubu, Job chapter 1, Ayubu anakutana na hali ambayo hajui ni kwa nini. Yani mali yake yote inaisha siku moja. Na elewa, majadiliano ilifanyika mahali Mungu alikuwa na shetani. Ayubu hakuwa hapo, hata hajui inafanyika kwa nini, hata hakutumiwa malaika wa kumtayarisha kumwambia ya kwamba unajaribiwa. Hakuna kitu kama hiyo, ya kwamba majadiliano baada ya kufanyika, anapata habari tu siku moja ati ya kwamba tulikuwa tunafuga ng'ombe, alafu ABCD kafanyika, zikafagiliwa zote. Kabla huyo hajaondoka, watoto wako wote walikuwa katika nyumba ya mmoja, walikuwa na sherehe. Na ni wale watoto ambayo maandiko inasema ya kwamba kila wakati wakiwa sherehe, Ayubu alikuwa anaenda anatolea Mungu dhabihu, ili wasija wakawa walimkosea Mungu katika njia moja na akapata kuadhibiwa kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo alikuwa amejirida vile wewe umejirida, alikuwa amejiangalia vile wewe umejiangalia, alikuwa amefanya kila kitu katika ile misingi ambayo kila mmoja anafaa kuifanya. Baada ya kufanya hiyo yote, Ayubu anakuta ya kwamba ile mali alikuwa nayo yote imefagiliwa. Ayubu anajikuta ya kwamba sio mali tu peke yake, anajikuta ya kwamba hana mtoto hata mmoja, wote wamekufa. Sio hiyo tu peke yake, hata yule mke amedhamini, amemgeuka na akamwambia tukana huyu Mungu ukufe. Hivi ni kukwambia ya kwamba ni nini hii Ayubu anaweza explain. Mimi nikuuliza mpendwa, Daudi ambaye ni rafiki ya Mungu, na maandiko inasema ya kwamba a man after my own heart, ni mtu ambaye moyo wake hata Mungu anakiri
ya kwamba huyu kijana ni moyo wangu huaga natafuta. Yaani Daudi tukimwona mahali popote akifanya shughuli zake kila mahali, hata Mungu mwenyewe acknowledge that this man is seeking my heart. Ni moyo wangu anataka kujua ninakaaga namna gani. Alafu hivyo Ayubu amejikuta ya kwamba ameshika mke wa Uria. At the end of the journey, mtoto ambaye hana hatia aliyezaliwa anakufa. Daudi anajaribu kufunga 7 good days akipembeleza na akiongea na bingu ya kwamba mtoto hana makosa, mtoto hana hatia, may you preserve his life. At the end of the journey, huyo mtoto alizikwa. Sasa nikuulize, Ayubu ataelezea shida zake ni gani? Daudi ataelezea ni nini kimesababisha changamoto ambayo anapitia. Ni nini kimesababisha aishi hiyo maisha ambayo inasababisha mtoto akufe. You cannot explain. And let me tell you this, in life there is mystery. Katika haya maisha kuna vitu hauwezi elezea kwa nini zinafanyika. Katika haya maisha kuna vitu hauwezi elezea kwa nini zinafanyika vile zinafanyika. Tutizama mtu kama Zakaria aliyezaa John the Baptist. Maandiko inasema ya kwamba Zakaria alikuwa mtu mzuri. Zakaria na mke wake Elizabeth, in fact, walikuwa washugaji. Maana wakasema ikawa nizamu yake, imeandikwa hivyo. Ikawa nizamu ya mtu mmoja lazima ataingia the holy of the holy. Na walipopiga kura ikamwangukia Zakaria. Akawa ataingia pale kutoa dhabihu. Mtu mtakatifu anakubalika, maana ni mshugaji. Maana hata alipoingilia pale hakupingwa. Na ukweli kulingana na Agano la Kale, mtu akiingia the holy of the holy na sio mtu mtakatifu, hajajitakasa, alikuwa nakufia pale. Na hakuna wakati Zakaria aliingia akakufia pale. Ishara ya kwamba katika misingi ya maisha yake na mienendo yake ilikuwa inapendeza Mungu. Sasa swali ni je, mtu ambaye anapendeza Mungu, mtu ambaye misingi yake iko sawa, mtu ambaye amejiangalia kiwango hicho na ni kuhani, bona hana mtoto? Bona akosa mtoto? Hii ni kukwambia kwamba there are things in this life you cannot explain. Biblia inasema ya kwamba mtu anaitwa Yakobo akaoa wasichana wawili, akaoa Resho na akaoa Lea. Na maandiko inasema ya kwamba na Mungu wa mbinguni akaangalia na akaona Lea hajapendwa. Ati kwa sababu ya Lea kutopendwa, Biblia inasema na Mungu akafunga tumbo ya Resho, ya kwamba Resho hawezi shika mimba. Yaani makosa ya Resho ni gani? Makosa ya Resho ni gani? Mbona Resho anapitia ushugu? Ni kosa gani hili amefanya? Hana kosa. These are things, the mystery of life. Yaani ni makosa kupendwa. Maana the only thing Mungu aliangalia akaona ya kwamba Resho amependwa. Je, ni makosa ya kwamba Resho hangependwa? Hizi ni vitu ambazo mwanadamu hawezi elezea katika haya maisha. Na ni kweli mtu anatafutaga solution to life. Kuna mtu anashindwa kwa nini sina kazi sahi. Kuna mwingine anashindwa kwa nini mimi sijaoleka. Nimelelewa kanisani, nimekaa kanisani miaka yangu yote, hata usichana wangu sijaharibu. Mbona mimi siolekangi? Hizi mystery, there is God in heaven who can unfold these mysteries. Na ndio maana nimekuja kwako jioni ya leo, ndio tuweze kukubaliana kulingana vile maandiko inasema. Maana most of time huwa tunatafuta solution katika maisha yetu, lakini mystery, maisha iko na mystery, vitu ambazo huwezi elezea kwa nini huwa zinafanyika. Na nikiongea hivyo, mimi ningependa nikuulize swali. Mtu ambaye ako na akili timamu na kisho yake inafikiria sawa, inaanzia wapi ati Yakobo mtu anashikwa na wazimu? Nikuulize swali hili, modu agurukaga niki? Mbona mtu ashikwa na wazimu? Na si watu wote hushikwa. Ni nini hii inafanyikaga kwenye hiyo akili ndio mtu ashikwa na wazimu? Hatutasema ati ni virus kama vile mtu maana kama ni virus, mtu angeshikwa na ukimwi, basi na ukimwi ni virus, angeshikwa na wazimu. Hata homa ni viral, ile homa ya kukohoa ni viral, si mtu angeshikwa na wazimu. Na si bakteria
na si magonjwa kama malaria. Ni nini hiyo inafanyikaga kwenye akili ya mwanadamu? Ni baadhi ya vitu mwanadamu hawezi elezea. Na ndio nimekuandalia hii ujumbe jioni ya leo ya kwamba there are things in this life no matter how hard you try you cannot control. There are things in this life no matter how hard you try you cannot control. There are things in this life no matter how hard you try you cannot control. Number 2, there are things in this life no matter how hard you try you cannot make your life successful. And that is where now we need God. Baada ya hii maswali yote ambayo hatuna majibu, sasa hapa ndipo tunahitaji Mungu. This is why we seek God. Luke chapter 6 and verse 27. Luke chapter 6 and verse 27. Kuna maneno Yesu anaongea hapa. Na anasema, but I tell you who hear me, but to you who are listening I say, love your enemies and do good to those who hate you. Ya kwamba mysteries zilizoko katika maisha zinategemea hali yako ya moyo, na hali zitakazokukuba, ile kitu inapigana nayo sana ni ya kwamba upendo wako uweze kuondoka. Hivyo ndivyo hiyo mstari inatuambia ya kwamba mapigo ya maisha inayokupiga inatafuta moyo wako uondokewe na kitu kinaitagwa upendo. Na ukweli ni huu, katika haya maisha ni lazima uamue ya kwamba nitapenda regardless ya kwamba sipendwi ama ninapendwa. Na kupenda ni kusema hivi ya kwamba sio matukio ile itatukia itasababisha umpende Mungu. Sio matukio ile itatukia itasababisha upende watu. Utakapopima matukio na upendo, vitu za kusababisha uzipende zitakuwa mingi. So it is upon you to decide, because I am a son of God and because I have decided within me that I will love. Mimi nitapenda regardless ya kwamba ninapendwa ama sipendwi, regardless ya kwamba ninapendeza ama sipendezi. Ni tabia ya mtu yoyote aliyoko katika uso wa dunia ya kwamba ujifunze kupenda. Vitu za kusababisha uzipende jirani zitakuwa mingi. Vitu za kusababisha uzipende jirani zitakuwa mingi. At one point nilikuwa ninalima na nikapanda greens, vegetables, wakati watu wale wengine wote hawalimi kwa mashamba. Na jirani siku moja akaniambia, mimi nimeshoka kufungia kuku zangu. Na akaniambia kwamba ujue vile utajaga ukuta wa mawe kwako, maana kuku nitafungulia. Na ukweli ni ya kwamba nikamwambia hapana, kuku zako ushuke zizikuje kwangu. Na alifungulia. Niliamuka siku moja asubuhi na alifungulia kuku zake mapema around 6 in the morning. Niliamuka siku moja asubuhi nikakuta shamba iliyokuwa na vegetables za green, sukuma, cabbage and the rest zimekuliwa na kuku zote. Na ni jirani. Swali ni je, utahama? Hautahama. Kuna matukio katika haya maisha huwezi elezea. Ni kuku zake utaroga? Hautaroga. Ameamua kufanya hivyo. Utamchukia? Bado utazidi kumpenda kwa sababu ni jirani. Maana hatahama na wewe hautahama. Hivi nikukwambia kwamba alichokifanya, nikijaribu kujipima kwa nini imenifanyikia, ni jirani nimetenda vibaya? Hapana, sijamtenda vibaya. Na kwa nini imenifanyikia? Ni zile vitu katika haya maisha utakutana nazo, na lengo ya hizo vitu zinasababisha umalize upendo. Kuna vitu zitakuongeleshea kwa akili yako zikuambia kwamba hii inafanyika kwa sababu Mungu hajakupenda. Ukweli ni ya kwamba God loves us. Ushike hiyo. Na ile upendo Mungu akonayo kwetu ni dhahiri. Imeandikwa in the book of John chapter 3 and verse 16 that for God so loved the world, unless wewe hauishi in the world. As long as you are living in the world, upendo wa Mungu ni dhahiri kwako.
as long as you are living in this world, tafadhali hizi vitu ukikutana nazo, usipime nafasi ya Mungu wako kama anakupenda ama hakupendi. Usipime nafasi ya Mungu wako ati ni kama huyu Mungu ni kama ameniashiria ama hajaniashiria. Reality ni hii, vitu katika haya maisha, kuna vitu hautawahi pata majibu yake. Uelewe hivyo. Katika haya maisha kuna vitu hautawahi pata majibu yake. We are going to live like that. Tutaishi namna hiyo, na ujiweke moyo wako ya kwamba matukio ya kupenda watu utawapenda, si ati kwa sababu wanakupenda ama hawakupendi. Utawapenda kwa sababu inatakikana hivyo na inapaswa hivyo. Ndipo mwandishi wa Biblia akasema, but I tell you who hear, love your enemies and do good to those who hate you. Ya kwamba usibadilishwe asili yako ya kutenda watu wema, usibadilishwe asili yako ya kufanya the right thing kwa sababu ya matukio ambayo inatukia katika maisha yako. Ni kweli umefutwa kazi, lakini hiyo haimaanishi ya kwamba katika hiyo kampuni ukielewa kuna kitu baya kinaendelea hauwezi saidia. Ukweli ni ya kwamba ulipenda mtu akakusaliti. Hiyo haimaanishi ati ya kwamba haupendeki tena. Hiyo haimaanishi ati hautaoleka tena. Watu wengi wamejaa majeraha, especially single mothers, kwa sababu ya vile hali yake ya moyo iliwekwa. Ati sasa anahisi ya kwamba hawezi oleka. Reality ni hii. Haikufanyi wewe ati ukuwe sio wife material kwa sababu wa kwanza alikukataa. You can still get married na maisha iendelee. Biblia inasema hivi, Yakoba, you love your enemies. Matukio katika maisha kuna vitu hauwezi elezea. Haukutupwa ati kwa sababu wewe si mke mzuri ati Yakoba useme Yakoba, in fact you are the best, you are the good wife and you can make the best wife. Reality ni hii, you need to agree with the situations of life and move on. Makosa makubwa ni ukutana na hali kama hiyo na usimame kimaisha. Hiyo sio mapenzi ya Mungu. Reality ni hii, matukio inakuja kupigana na upendo wako. Na tafadhali usikose kumpenda Mungu wako ati kwa sababu ulikuwa kwa kanisa na jambo fulani halikufanyika ati sasa sitaenda kanisa, nitakaa nyumbani. Reality ni hii, kuna vitu katika haya maisha hautawaielezea, na vitu baya hutokezea watu wazuri. Ayubu alikuwa mzuri, alitokezewa na jambo baya. Daudi alikuwa mtu mzuri, na at one given time nyumba yake iliingia shida. Anatokezewa na mambo mabaya bado akiwa mtu mzuri. Listen, walioua mitume si ati mitume walifanya mabaya. Hata Yesu siku moja aliuliza, ni uzuri gani huu ambao unafanya mnipiganishie hii? Ni uzuri gani huu, ni ubaya gani huu nimewafanya ambao mnanishtaki? Na nikutafutilia, walikuwa wanatafutilia. Maana wale waliomsurubu ni wale waliponya wagonjwa wao, wale waliomsurubu. Kwa hivyo katika haya maisha there are things that happens to good people. Haimaanishi ati Yakoba ukosa kutenda wema kwa sababu mambo hayo imekutokezea. Number 2, ningependa nikwambie hivi, you teach your heart to be contented. Ufundishe moyo wako kuridhika. Nimesema ya kwamba mambo mabaya inafanyika, number 1, ishughulikie upendo wako. Number 2, ndio moyo wako usiwahi ridhika. Maandiko inasema hivi, Job 31 and verse 24. Ayubu 31 mstari wa 24. Job 31 and verse 20 and 4. Biblia inasema hivi, Job 31 verse 24, if I have put my trust in gold, or said to pure gold, you are my security. Ayubu anajaribu kuelezea kwamba yeye hata kama ako na mali, ako na dhahabu katika nyumba yake, hajawahi elekeza moyo wake katika hiyo mali ya dhahabu. Hajawahi elekeza moyo wake. Amefundisha moyo wake kuridhika katika Bwana. Tafadhali mpendwa, hata matukio yakikupata ya aina gani, fundisha moyo wako kuridhika katika Bwana. Usitoe macho yako kwa Bwana uiweke kwa dhahabu. Ayubu ndivyo anasema, if I have put my trust in gold, or said to pure gold, you are my security. Ni kweli ya kwamba kuna mapigo inapiga mtu ili uweze kutafuta security katika uso wa dunia. Kuna mapigo inakupiga ili macho yako iondoke kwa Mungu wa mbinguni na iweze kuangalia kwa watu. Mpendwa, it is an error. Let me tell you,
kuna situations in this life, it is only God who can help us to solve. Remember this, katika haya maisha, na ukitizama vile dunia inaenda, kila mmoja wetu kuna siku utapumzika, aondoke katika uso wa dunia. Ni nani huyo atakuvukisha katika hiyo mto? Hiyo mto inaitagwa kifo. Ni nani anaweza kukuvukisha? Ukiwa na hiyo in mind, unaweza elewa hivi ya kwamba hatufai kutoa macho yetu kwa huyo Mungu. Hatufai kutoa macho yetu kwa Yesu. Ni kweli mapigo ya maisha itatupata. Hata Yesu mwenyewe alipata hiyo mapigo. Na kwa hivyo we are not supposed to give up. Na tuseme ati Yakoba tutatoa macho yetu, ati Yakoba tuangazia. Ayubu anasema Yakoba hata kama mali yake alikuwa na mali kiwango gani, hajawahi weka macho yake katika hiyo mali. Na sehemu ile unawekezaga macho yako inaangalia where you have put your treasures. Pande hiyo itapata mapigo. Itapata mapigo kwa sababu shetani anajua nikipiga hii nimekudestabilize na nimekutoa macho yako kwa Mungu. Mstari unaofuata Ayubu anasema hivi: If I have rejoiced over my great wealth, the fortune my hand has gained, if I have regarded the sun in its radiance, or the moon moving in splendor, so that my heart was secretly enticed, and my heart offered them a kiss of homage, then this also would be seen to be judged. Anasema Yakoba hajawahi elekeza macho yake kwa jua, hajawahi elekeza macho yake kwa mwezi, na anasema ya kwamba hajawahi so that my heart was secretly enticed, and my heart offered them a kiss of homage, then this also would be seen to be judged, for I would have been unfaithful to God on high. Anasema hiyo yote ikafanyika, ningeonekana siko mwaminifu, ningeonekana siko mwaminifu. Kwa hivyo hii maugumu yote ya maisha, hizi vitu hauwezi elezea zinatafuta nini. Usikue mwaminifu kwa Bwana Mungu wako. Hizi vitu zote zinakupiga. Ati Yakoba mtoto na uko na pesa anakataa shule na anasema hatasoma tena. Ni nini anatafuta? Moyo wako ushoke, ukose kuona uaminifu wa Bwana. Can I tell you, hiyo kuanguka kwa jambo moja hakusababishi useme ati Yakoba Mungu hajakuzingira. Hata wenye kutuambia wanatuambiaga kufujika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Kwa hivyo mwisho inaweza vujika, lakini hautasema ati Yakoba hatutakula sima tena kwa sababu mwisho ilivujika. Can I tell you this? Unapopigwa katika njia moja, elewa hivi, kuna mambo mengi Mungu amekushikilia. Ninakwambia maneno haya maana kuna vitu utafanya. Sasa nikuulize, mkulima analimaga mara moja kwa shamba. Mvua inanyesha, inafika mahali mvua inakatika. Na inakatika wakati ule mahindi zake ndio zimeanza kuchomoza, ziweze kuzaa. Alafu mvua inakatika, mahindi yote ilikuwa promising, ilinunuliwa mbegu, imelimiwa, imepaliliwa, amefanya hizo vitu zote, amepiga dawa, isikuliwa na wadudu. Mwishowe hiyo mahindi hata vuna hata moja, inageuka inakuwa chakula ya kupatia mifugo, na maybe hata hafugagi, hana mfugo hata moja. Kwa hivyo atatafuta mtu wa kununua wa mifugo, amwambia kata hii mahindi ukapelekea mifugo yako. Na ukweli ni ya kwamba ile pesa atauza ni kidogo kuliko ile ambayo maybe ametumia kupalilia shamba na kufanya hiyo kazi nyingine yote. Inamfanyaga aseme ati Yakoba hata lima tena kwa sababu ya amelima akashomeka. Hapana, the next season utamkuta katika hiyo shamba. What am I saying? Mapigo ile unapokea isitoe moyo wako kwa Mungu. Chochote kitakachosimama katikati yako na Mungu. Ni kweli kuna vitu katika haya maisha huwezi elezea, lakini macho yako ninakuomba katika jina la Yesu ibaki kimtizama Mungu aliye na kila kitu katika maisha yetu. Na hiyo maneno kidogo nimekwambia siku ya leo, sijui ni hali ya aina gani unapitia. Umeiombea, umeitolea sadaka, umeambia watu nisaidieni, umejaribu kutafuta binu yote, haijapata suluhisho. Kuna vitu katika haya maisha watu hawatapata solution. Na hiyo sio kusema ati Yakoba Mungu hayuko. Mungu wako anakuona na anasikia. Na nikuelezee, vitu baya hutendekea watu wazuri. Isikufanye ukuwe mbaya ati kwa sababu ilikutendekea. Zidi kuwa mzuri kwa Mungu. Iko siku inakuja
na mkono wa Bwana utakugeukia. Hata Ayubu baada ya miaka 7 alipokaa katika ile shida alikaa ndani yake, Mungu alimgeukia after 7 good years. Miaka 7 si kidogo, after 7 good years, na Mungu akamwahidi nitakulipa mara nyingine. Na kwa hivyo huyu Mungu si ati anakuashiria, hapana, anakulipa mara mingi. Lesho hata kama alikuwa amefungwa tumbo, wakati tumbo yake ilifunguliwa alizaa Joseph. Elewa hivyo. Lesho hata kama tumbo yake ilikuwa imefungwa, haikufungwa milele. Hiyo shida alikuwa nayo haikukaa milele. Wakati ule tumbo ilifunguliwa, alizaa Joseph ambaye aliokoa Egypt mzima. Ni kwa nini unapitia hii? Baki kwa Mungu. Utakasho kizalisha kitaokoa dunia nzima. Let me tell you, Ayubu Mungu alipomgeukia, alizaa watoto. Biblia inasema walikuwa warembo kuliko mtu mwingine yeyote aliyeishi wakati ule katika uso wa dunia. Alizaa watoto warembo kuliko anybody else. Wakati shida hiyo inakusubua itaisha, Mungu akugeukie hivi, chochote kilichokuwa kinakusubua hata watu watafurahia. Sara alikuwa amefungwa tumbo hiyo. Sara alipozaa alizaa Isaka na akazaa Jacob, kizazi kizuri. Hana tumbo yake ilipofunguka, akapitia hiyo shida alipitia, ndio hawezi elezea ni kwa nini anapitia hiyo na kutukanwa kila siku na Penina. Wakati hiyo changamoto ilimgeukia, alizaa mtu ambaye alikuwa judge katika nchi ya Israeli. You are carrying great and you are going to receive that great. May God bless you. Nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa ajili ya hii nafasi umenipea. Nimenena neno lako na mjakazi wako. Nina imani kubwa ya kwamba yale maneno nimenena italeta ushindi na itaweka mtu tumaini ya kukutafuta na kukujua. Pokea sifa kwa umetenda, uinuliwe na uhimidiwe. Ninaomba umbariki na mtende wema kwa utukufu wako. In Jesus name we pray. Amen. Ninaitwa Pastor Raphael, CFF Makutano Meru, na Yesu ni Bwana. Ukitaka kusupport hii program, unaweza tuma your support kwa namba 0725947795 ama 0725000070, na ukitaka kunifikia hiyo namba ya 25947795 utanipata na tutabarikiwa pamoja. May God bless you, may God be with you. Na ninaomba ya kwamba usivujike moyo na usikufe moyo, mkono wa Bwana uko juu yako. May God bless you.